Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Namshukuru Mungu kwa kuniweka hai asubuhi hii ambayo nimeweza kuiona. Siku ya leo imekuwa ni njema kwa maisha yangu. Siku ya leo imekuwa ni ya mafanikio katika maisha yangu. Namshukuru Mungu kwa ulinzi juu ya watoto wangu. Namshukuru Mungu kwa ulinzi kwa mke wangu, kwa familia yangu kwa ujumla. Nami najua kwamba pia wewe wamshukuru Mungu mahala popote ulipo. Jamani, tuzoee kumshukuru Mungu. Tuzoee kabisa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Huenda niseme mfano wa wafanya biashara. Wafanya biashara wanapouza vizuri, wanapofanya kazi yao mzuri, hiyo ndo siku wanamshukuru Mungu sana. Hiyo ndo siku wanasema asante Mungu. Hiyo ndo siku wanasema nimefanikiwa leo. Lakini uendapo siku ambayo kuna siku ambayo wanapata ambayo ni mbaya, ambayo hawajafanikiwa kuuza ile kiwango ambayo walikuwa wanatarajia, ama kuuza ile kiwango ambayo ni nzuri yenye inawaridhisha, hakika tena wanalani. Jamani, ni kwamba tusiwe watu wa kulani, tuwe watu wa kumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa sababu hata uhai wenyewe ambao Bwana akakupa unaweza kumshukuru kwa sababu ya uhai huu. Kwa sababu ni wengi walitamani wawe hai, ni wengi walitamani wawe na afya iliyo nzuri, ni wengi walitamani kwamba wakafanye yale ambayo ni ya duniani huku wakaishi wakifanya vizuri, lakini kwa sasa hivi ni wengi ambao ni vilema. Sio kwa sababu ya kwamba walipenda wao, hapana. Ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Bwana kaona kuna wengi ambao walitamani leo, siku ya leo wakaweze kuwa hai. Walitamani siku ya leo wakaweze kufanya hata shamba kama hili wakalitengenezee, lakini hawana uwezo wa kufanya vitu kama hivyo. Mshukuru ni Mungu sana. Mshukuru sana. Maana hata katika maandiko yanasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Jamani, tuige kumshukuru Mungu. Tunajua kwamba tunamkosea mara kwa mara, lakini anasema yeye ni mwingi wa msamaha. Utakapoenda kwake na msamaha, utakapoenda kwake ukiomba msamaha, hakika ni kwamba hatakusamehea. Maana amesema katika Isaya, maandiko ya Isaya kwamba yeye anasamehea, kwamba anasamehea hata kama uko na dhambi nyekundu kama damu. Hiyo ni Isaya 1:18. Hata ukiwa na dhambi nyekundu kama damu, atazisafisha na kuwa nyeupe kama sufu. Jamani, ni kwamba wengi tunajua kwamba tunamkosea Mungu, tunamkosea kwa vitendo, tunamkosea hata kwa kuongea, tunamkosea kwa mawazo, tunamkosea kwa kuongea kwetu. Jamani, tuombe msamaha na Bwana yuko kabisa, anatusikiliza. Maana anasema sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia, na mkono wake sio mfupi usiweze kumfikia. Kwa hivyo tuombe msamaha na tufanye yale ambayo ni mapenzi ya Mungu, naye Mungu yuko tayari atatusikia. Mungu yuko tayari atatusaidia. Mungu yuko tayari kufanya lile ambalo tunamhitaji kufanyia katika maisha yetu. Tujue kwamba sisi binadamu ndio tunayemhitaji Mungu. Mungu hatuhitaji sisi, lakini kwa sababu alituzaa, alituweka katika dunia hii akatuumba, ni kwamba sisi tumfanyie yale ambayo ni matendo mazuri. Lakini tumekuja katika dunia hii, tumefanya mengi ambayo ni mabaya, ambayo ni machukizo. Tukiangalia katika lifestyle tunayoishi sasa hivi, tumekuwa watu wa kumkosoa Bwana. Angalia wanawake angalia, tengeneza kucha zingine ambazo ni ndefu zaidi ya kucha ambazo Mungu kakupa, unaenda unabandika, unaweka kwamba uwe mrembo zaidi. Haya, tumeweka manywele zingine kwa kificho vyetu ambavyo sio zile Bwana alipotupatia. Ndio amesema kwamba tutengeneze nywele ziwe ndefu. Ndio, tengeneza nywele yako hiyo natural. Ndio Bwana anafurahia nayo, lakini sio kuongeza vitu vingine ambavyo havileti utukufu wa Bwana. Angalia, tumekujidunga masindano, tumetengeneza makalio yetu kuwa makubwa zaidi. Kwa sababu gani? Tunamkosoa Mungu kwa sababu ya uumbaji wake. Mungu kakuumba wewe, maana anasema katika maandiko ya mwanzo kwamba amekuumba kwa mfano wake. Na jinsi ambavyo unavyoendelea kumkosoa, wewe haujakubali kwamba amekuumba kwa mfano wake. Wewe unataka kujiumba wewe. Unataka kuumba wewe mwenyewe, ujiumbe jinsi tofauti na jinsi ambavyo Mungu alionelea kuumbe. Kwa hivyo naomba kwamba wapendwa, tuwe
tusiwe watu wa kumkosoa Mungu, tusiwe watu wa kukosoa kazi ya Mungu. Tumeikosoa sana, tumeikosoa sana. Tumeumbwa tukiwa weusi, lakini sasa hivi ukiangalia mtu aliumbwa, amezaliwa akiwa mweusi, lakini angalia jinsi anavyokaa sasa hivi, amejipodoa, amejiwekea vitu, unamuona ni mweupe, si mweupe, rangi yake si rangi yake. Kwa hivyo jamani, tumemkosoa Mungu. Tuende chini ya magoti, tumpige magoti, tuombe msamaha, Mungu atusamehe, ndiposa dunia itakuwa katika nafasi nzuri, ndiposa dunia itapata ukombozi, ndiposa dunia itakuwa katika hali ambayo ni nzuri. Lakini kwa sababu pia sisi tumekuwa watu wa vichwa vigumu, tumekuwa watu ambao hatueleweki, ni wachache watafanya hivyo. Kwa hivyo tuombe Mungu sana, tuombe msamaha kwa vitu ambavyo tumefanya, ili Mungu asikie maombi yetu. Wengine tunalia kwamba labda Mungu ameshusha ghadhabu juu yetu, lakini kwa sababu ya vitu ambavyo tunavifanya ambavyo vinakosoa uumbaji wake, ni vitu ambavyo tunavifanya ambavyo vinasababisha Mungu amekasirika na sisi, ndiposa tunapitia magumu hayo tunayoyapitia. Lakini tutakaporekebisha na kufuata njia ile ambayo anataka tufuate, hakika ni kwamba atakuwa pamoja nasi na atatusikiza. Ubarikiwa mahali ulipo na uendelee kunifuatilia, tubarikiwa pamoja. Amina.